UN-AU zataka kusitishwa vita Gaza huku Israeli ikifanya mashambulizi mapya. Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya zimetoa wito kusitishwa mara moja mashambulizi ya utawala wa kizayuni wa Israeli huko Gaza, huku Israeli ikianzisha tena vita vya mauaji ya kimbari kwenye ukanda huo. Akihutubia kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Khalid Hiyar, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na masuala ya siasa, ametoa ripoti kuhusu hali mbaya ya Gaza baada ya Israeli kukiuka makubaliano ya kusimamisha mapigano na kubadilishana mateka yaliyoendelea kwa karibu miezi miwili. Kadiri siku inavyopita ndivyo tunavyojiweka mbali na lengo la kuwarejesha salama majumbani kwao mateka waliosalia, amesema Khalid Hiyar. Afisa huyo wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa ametoa wito wa kuanza tena mazungumzo ya kusitisha mapigano na utoaji wa misaada ya kibinadamu huko Gaza bila vizuizi vyovyote. Hiyar ameashiria matamshi ya Tom Fletcher, afisa wa Umoja wa Mataifa anayehusika na misaada, mapema wiki hii katika kikao cha Baraza la Usalama, kwamba usitishaji mapigano ndiyo njia iliyo bora zaidi ya kuwalinda raia wa eneo la Gaza linalokaliwa kwa mabavu na Israeli, kuwaachilia mateka na wafungwa na kuruhusu misaada na vifaa vya kibiashara kuingia huko Gaza. Alhamisi iliyopita Baraza la Umoja wa Ulaya pia lililaani kukiuka makubaliano ya kusimamisha vita katika ukanda wa Gaza ambao umepelekea kuuawa idadi kubwa ya raia wa Palestina na kujeruhiwa wengine wengi katika mashambulizi ya Israeli. Baraza la Ulaya pia limetaka kutekelezwa kikamilifu makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza na kusema kuwa ipo haja ya kuendelea mbele na awamu ya pili ya utekelezaji wa makubaliano hayo. Vilevile harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas imetoa wito kwa Waarabu na Wapalestina kushiriki katika mapambano ya vyombo vya habari ili kukabiliana na propaganda na vita vya kisaikolojia vya Israeli vyenye lengo la kuvunja irada na azma ya watu wa Palestina. Hamas imesema katika taarifa yake kwamba utawala wa Israeli unaendesha vita vya kipropaganda na kisaikolojia kwa lengo la kuvunja irada na kusimama kidete watu wa Palestina kupitia njia ya kueneza uvumi na habari za uongo. Hamas imesema mashambulizi hayo ya kipropaganda ya Israeli yanaenda sambamba na taarifa na matamshi ya washirika wake yanayoshambulia chaguo la mukawama na mapambano ya ukombozi na kudhoofisha kusimama kidete kwa watu wetu. Taarifa ya Hamas imeongeza kuwa vita vya propaganda vya utawala vinalenga watu wetu wenye msimamo thabiti na sauti huru zinazowatetea na kutetea chaguo la mukawama. Harakati hiyo imetangaza tena kuwa ina imani kwamba watu wa Palestina wataendelea kuwa imara na kupigania haki zao, hasa chaguo la mapambano ya pande zote ya ukombozi kama njia bora zaidi ya kurejesha ardhi yao na maeneo matakatifu. Hamas imetoa wito kwa wataalamu wa vyombo vya habari na wanaharakati kushiriki katika kampeni kubwa zaidi ya vyombo vya habari ya kulitetea taifa la Palestina na mapambano yake ya ukombozi. Vilevile, Ufaransa imepinga kauli ya waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz aliyetishia kwamba nchi yake inaweza kutoa baadhi ya maeneo ya Gaza ikiwa wanamgambo wa Hamas hawatowaachia huru mateka waliosalia. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean Noel amesema Ufaransa inapinga aina yoyote ya unyakuzi wa ardhi ya Palestina, iwe katika ukanda wa Gaza au kwenye ukingo magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Hayo ni baada ya waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz kutishia kutoa baadhi ya maeneo ya Gaza na kuyajumuisha kama himaya ya Israeli ikiwa wanamgambo wa Hamas hawatowaachia huru mateka waliosalia. Akiwa katika mji wa mashariki mwa Ufaransa wa Dijon, Barrot amesema mustakabali wa eneo hilo utawezeshwa na suluhu la mataifa mawili. Hayo yanaarifiwa wakati Israeli imezidisha mashambulizi yake huko Gaza na kusambaratisha hali ya utulivu iliyoshuhudiwa katika eneo lililokumbwa na vita. Jeshi la Israeli limewataka hapo jana wakazi wa maeneo ya Al-Salatin, Al-Karama na Al-Auda kusini mwa Gaza kuyahama makazi yao kabla ya mashambulizi makali yanayotarajiwa. Jeshi la Israeli limesema limefanikiwa usiku wa Ijumaa katika mji wa kusini wa Ashkelon kudungua makombora mawili yaliyofyatuliwa na Hamas iliyodai kuwa shambulio hilo ni jibu kwa mauaji yanayoendelea dhidi ya raia huko Gaza. Waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz ameonya kwamba watazidisha mashambulizi angani, majini na ardhini hadi mateka wote watakapoachiliwa na kushuhudia Hamas ikishindwa, na kusisitiza kuwa watatumia shinikizo zote iwe za kijeshi na kiraia. Wimbi hilo jipya la mashambulizi ya Israeli huko Gaza linafanyika kwa uratibu wa serikali ya Rais Donald Trump wa Marekani, hatua iliyoibua ukosoaji mkubwa. Uturuki imelaani kile ilichosema ni shambulio la maksudi la Israeli kwenye hospitali iliyojengwa na nchi hiyo huko Gaza, huku Rais wa Urusi Vladimir Putin akielezea kusikitishwa na mashambulizi mapya ya Israeli.
Vilevile Netanyahu anakabiliwa na shinikizo ndani ya Israeli. Kwa siku kadhaa sasa, maelfu ya watu wamekuwa wakiandamana mjini Jerusalem wakimtuhumu waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kwa kuanzisha tena operesheni za kijeshi bila kujali usalama wa mateka. Baadhi wamekuwa wakimtaka jiuzulu kwa kushindwa katika jukumu lake la kuwalinda Waisraeli wote, wakimtuhumu pia kutaka kuyumbisha demokrasia kwa faida zake za kisiasa ili tu asalie madarakani. Hata rais wa Israeli Isaac Herzog alielezea waziwazi wasiwasi wake kuhusu hatua ya serikali ya Netanyahu, akisema haiwezekani kuanzisha mapigano na wakati huo huo uendelee na mchakato wa kuwarejesha nyumbani mateka karibu 58 ambao bado wanashikiliwa na kundi la Hamas. Mazungumzo ya amani yalivunjika wakati Israeli ilipokataa kuanzisha awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano, ambavyo vipengele vyake viliitaka Israeli kuviondoa kabisa vikosi vyake huko Gaza na Hamas kuachia mateka wote waliosalia. Vilevile, The New York Times inasema Marekani haitaweza kuishinda Yemen. The New York Times imeandika kuwa Marekani haitaweza kutoa pigo kwa Yemen katika mashambulizi yake ya kichokozi dhidi ya nchi hiyo ya Kiarabu. The New York Times imetathmini kuwa operesheni za kijeshi za Marekani dhidi ya harakati ya Ansarullah ya Yemen haziwezi kuisambaratisha harakati hiyo na kutoa pigo kwa Yemen, na hivyo kuondoa tishio kwa meli zenye mafungamano na utawala wa Kizayuni wa Israeli kutoka Bahari Nyekundu. Gazeti la New York Times limeandika kuwa wachambuzi wa masuala ya Asia Magharibi waliohojiwa na gazeti hilo wanaamini kuwa wana mapambano wa harakati ya Ansarullah, ambao gazeti hilo limewataja kuwa ni wana mapambano wa Ansarullah ya Yemen, wamedhihirisha uwezo wao wa kuendesha mapambano mkabala wa nguvu za kijeshi zinazoonekana kuwa bora zaidi, yani Marekani, na kama wanavyodai wanasiasa wa kimagharibi, wana mapambano hao hawaitegemei Iran. New York Times imeendelea kuandika, Jack Kennedy, mkuu wa kitengo cha masuala ya dharura cha Mashariki ya Kati na Kaskazini mwa Afrika katika kampuni ya S&P Global Market Intelligence, amesema operesheni moja ya kijeshi, hasa operesheni ya mashambulizi ya anga, haitoshi kutoa pigo la kudumu kwa wapiganaji wa Ansarullah wa Yemen na kusimamisha kabisa mashambulizi yao. Gazeti la The New York Times limeandika, makampuni makubwa zaidi ya meli duniani yameepuka kupitisha meli zao katika Bahari Nyekundu na sasa yamelazimika kutumia njia muda mrefu kuzunguka bara la Afrika, wakihofia mashambulizi ya harakati ya Ansarullah kufuatia kuongezeka kwa mivutano huko Asia Magharibi kulikosababishwa na mashambulizi na vita vya Israeli dhidi ya Gaza mwezi Oktoba mwaka 2023. Wana mapambano wa Ansarullah wamekuwa wakizishambulia meli zinazoelekea Israeli katika Bahari Nyekundu ili kuwaunga mkono wananchi wa Palestina dhidi ya mashambulizi ya Israeli huko Gaza. Vilevile, msemaji wa tawi la kijeshi la harakati ya Hamas amesema kuwa wananchi wa Yemen wamegharamika pakubwa kwa ajili ya kuihami Gaza. Hata hivyo, bado wanaendelea kuwaunga mkono na kuwatetea watu wa eneo hilo. Abu Obeida, ambaye ni msemaji wa brigade za Izzuddin al-Qassam, tawi la kijeshi la Hamas, amesisitiza kuwa kuvurumishwa makombora kutoka Yemen na Gaza kuelekea Tel Aviv kunaonyesha kuwa Gaza haiko peke yake. Abu Obeida ameashiria namna watu wanavyoiunga mkono Gaza na hawasalimu amri mbele ya adui na vitisho vyake, na kuwatolea mwito Waislamu na wapigania ukombozi duniani kote kushiriki katika vita vya kuihami na kuipigania Al-Aqsa. Vikosi vya ulinzi vya Yemen vimevurumisha makombora kuelekea katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu na hivyo kutatiza maisha ya Wazayuni na kuwalazimisha karibu raia milioni 2 wa Israeli kukimbilia mafichoni baada ya kuahirishwa safari za ndege. Mapema idara masuala ya dharura ya Israeli ilitangaza kuwa Wazayuni 13 walijeruhiwa wakikimbilia mafichoni kutokana na mashambulizi ya makombora kutoka Yemen. Abu Obeida amesisitiza kuwa Waislamu wanapasa kukamilisha mchakato wa kuiunga mkono Gaza ili kusambaratisha hatua za utawala wa Kizayuni na kulazimisha kusimamisha vita. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Hayo yakiendelea, kampuni ya Google mapema wiki hii ililipa dola bilioni 32 ili kununua kampuni ya Israeli ya usalama wa mtandao Waze, ambayo inaendeshwa na wafanyakazi wa zamani wa Unit 8200, kitengo maalum cha upelelezi wa mtandao cha jeshi la Israeli. Ununuzi huo unaashiria uhamisho mkubwa zaidi wa majasusi wa Israeli kwenda katika kampuni ya Marekani. Unit 8200 ya Israeli ni timu ya siri ya vita vya mtandaoni ambayo inasemekana kujenga mfumo wa akili mnemba AI ambao iliusaidia utawala huo kufanya mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Palestina katika ukanda wa Gaza. Unit 8200 ilitayarisha programu na kuunda algorithm ambazo zilisimamia mauaji ya kimbari ya watu wa Gaza
na pia ilihusika na shambulio la vifaa vya Pagar huko Lebanon. Sasa wanaume na wanawake waliosaidia kubuni utawala wa ubaguzi wa rangi wamemezwa na kampuni kubwa ya teknolojia ya Marekani. Makundi ya utetezi yanasema akili mnemba na kujifunza kwa mashine ndio msingi wa usanifu wa uvamizi na ubaguzi wa rangi ulioanzishwa kabla ya kampeni ya mauaji ya kimbari ya Gaza, kutokana na matumizi ya teknolojia ya utambuzi wa uso na bunduki zinazoelekezwa na AI kwenye vituo vya ukaguzi hadi kwenye programu za ujasusi za Israeli zinazojulikana kama Blue Wolf and Red Wolf. Makubaliano ya Google na Wiz yanawakilisha mapinduzi makubwa ya kikodi kwa utawala haramu wa Israeli. Makubaliano hayo yataingiza karibu dola bilioni 5 ya mapato kwa uchumi wa vita, au karibu 0.6% ya pato la taifa la utawala bandia wa Israeli. Kampuni ya Google imewekeza sana Israeli, ilifungua ofisi huko karibu miaka 20 iliyopita, imenunua idadi ya makampuni ya teknolojia ya Israeli katika miaka hivi karibuni, na mkurugenzi mtendaji wa zamani wa kampuni hiyo Eric Schmidt ametangaza uaminifu wake kwa nduli Benjamin Netanyahu mara nyingi katika miaka ya karibuni. Maafisa wote muhimu na wakuu katika kampuni ya Google na kampuni mama Alphabet ni watu wanaojifaharisha kuwa Wazayuni. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.